Karibu na asante kwa kuwa nasi katika kipindi chetu hichi cha michezo na burudani. Bila hivyo kuna ugumu, kwa sababu vijana wetu wengi kama unavyojua hali zao za maisha na wanahitaji msaada mkubwa kutoka kwenye chama cha mpira na serikali. Kwa hiyo hili bado ni tatizo. Lakini la tatu, tunatakiwa kuwa na maandalizi marefu zaidi kwenye timu yetu ili kuongeza uzoefu, kujiamini kwa wachezaji, hasa wachezaji wetu ukizingatia watakuwa wanacheza nyumbani. Wengi wanacheza nyumbani. Kwa hiyo tunahitaji mazingira, yani tunahitaji maandalizi makubwa zaidi ukilinganisha na kipindi cha nyuma kilichopita, kwa sababu haya mashindano hayako mbali sana. Kipindi cha mwaka mmoja ni sawa na hakuna kitu, lakini kwa sababu watakuwa wanacheza ligi ndani ya Tanzania, lakini pia chama chetu cha mpira TFF pamoja na wizara, ningefurahi zaidi kuona kwamba wanapewa muda mkubwa zaidi wa maandalizi. Nadhani yako mengi ya kuyapitia na kuyasawazisha, lakini kwa haya matatu kama tukiweza kuyafanyia kazi kwa wakati inavyotakiwa, basi tunaweza kufanya kikubwa zaidi kuliko tulichokifanya Morocco. Na imani kubwa sana, kwa sababu vijana wana morali. Na pia jengine, kabla sijasahau, tunahitaji pia kuwashirikisha vijana wetu, wachezaji wetu wa zamani ambao walishacheza mashindano makubwa, walishacheza ligi ya Tanzania kwa muda mrefu, ambao wengine wako ndani ya Tanzania lakini wengine wako nje ya Tanzania, kuwashirikisha pia kutoa maoni yao kwa wachezaji, pia kuwatembelea timu za taifa wakati zikiwa zipo kambini. Nafikiri chama cha mpira na wizara kinahitaji hichi kitu kukitilia mkazo, kwa sababu wachezaji wa zamani wana msaada mkubwa sana kwenye taifa letu. Wamesaidia sana kuitangaza Tanzania. Kwa hiyo tusiwasahau, tunawahitaji, yani walioko nje na walioko ndani ya Tanzania, kuwashirikisha, kuwapa maoni yao wa vijana, kwa sababu wa vijana bado ni wapya, lakini pamoja na kuwa ni wapya hawajapitia mazingira ambayo wachezaji wa zamani wameyapitia. Lakini pia wachezaji wa zamani ambao wako nje ya Tanzania wako kwenye vilabu ambavyo walishachezea vilabu vingi vya nje ya Tanzania, pamoja na kwamba hawakupata bahati wengine majina yao kujulikana, lakini walipata bahati ya kujulikana Tanzania. Kwa hiyo ni vyema kuwashirikisha kwa kweli. Sio vizuri kuwasahau, kwa sababu ni moja ya baraka, kuwapa baraka zao, kwamba wanatakiwa kuwapa nguvu wa vijana. Katika hiyo kupata uzoefu au kupata mazoezi zaidi, unaonaje swala la timu ya taifa kupata mechi nyingi za kimataifa za kirafiki? Napenda nikwambie kitu kimoja. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa niliwahi kupata bahati ya kufanya kazi na uongozi huu uliopo sasa hivi wa TFF, President Karia pamoja na TD Technical Director ambaye ni Oscar Mirambo, sasa hivi ni katibu. Wakati ule alikuwa ni katibu, alikuwa ni Kidau. Lakini kwenye hilo la vijana, ndio maana nilikuwa nimekuambia kwamba ingekuwa vizuri sana kama watapata muda mwingi wa kujitayarisha, kwa sababu uongozi huu uko vizuri sana kwenye kuandaa mechi za kimataifa na mechi za ndani ya nchi. Yani Technical Director Oscar Mirambo yuko vizuri sana kwenye utendaji wake wa kujua kiasi gani vijana wanahitaji mechi za majaribio. Kwa hilo wala sina wasiwasi, wako vizuri sana. Na ndio maana nilikuwa na ombi langu kubwa ilikuwa ni kwamba wapate muda mwingi wa kufanya matayarisho. Yani lengo kubwa hasa ilikuwa ni hilo, kwamba watakapopata muda mwingi wa matayarisho, basi ina maana kutakuwa na mechi nyingi za majaribio ambazo ni za ndani na za nje ya nchi. Kwenye hilo ni muhimu sana. Kwa hiyo sina wasiwasi kwa kweli na uongozi ambao upo kwenye technical kuandaa mechi za majaribio kwa vijana. Hilo sina wasiwasi kabisa. Wako vizuri sana. Uongozi uko imara kwa hilo. Na nina imani kwamba kwa sababu watapata sapoti kubwa sasa hivi kwenye serikali, basi kwa wao itakuwa imewarahisishia vitu vingi sana kwenye kutengeneza program zao za mechi za kimataifa za majaribio na mechi za ndani
ili vijana waweze kuwa imara zaidi. Sharifu, nadhani umeona mabadiliko baada ya timu ya Taifa Stars kurudi nyumbani kutoka Morocco. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya mabadiliko katika baraza la mawaziri, na katika baraza hilo la mawaziri amemteua Mheshimiwa Paul Christian Makonda kwa waziri kamili sasa wa michezo, kwa maana katika kipindi ambacho walikwenda kule Morocco yeye alikuwa ni naibu waziri. Unadhani una nini cha kuzungumza kuhusiana na mabadiliko haya, ambapo ni kama Mheshimiwa Rais amebadili benchi la ufundi rasmi sasa kwa ajili ya mikakati maalumu ya kuelekea AFCON ambayo sisi tutakuwa sehemu ya wenyeji wa mashindano hayo makubwa? Karibu. Nyomba Kaguta, kwa kweli tumepata bahati ya kupata viongozi, marais wetu wote wawili, Mama Samia Suluhu pamoja na rais wa Zanzibar ndugu Mheshimiwa Hussein Mwinyi. Kwa sababu hawa viongozi tuliowapata, naweza kusema ni bahati kubwa, kwa sababu wote wawili ni wapenzi wakubwa sana wa mpira wa miguu, hasa mpira wa miguu. Ni wapenzi wa michezo, lakini hasa kwenye upande wa mpira wa miguu. Ukiangalia muda mchache ambao wao wamekaa kwenye madaraka, lakini miundombinu mingi sana imejengwa au imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana kutokana na nguvu zao. Kwa hiyo nadhani mama ameliona hilo kumchagua Mheshimiwa Makonda kuwa waziri wa michezo, kwa sababu kwenye wizara tunahitaji mtu ambaye ni mpambanaji na ni mtu ambaye ana focus na kile kitu ambacho wananchi wengi ambacho wanachokipenda. Kwa hiyo kwa muda mchache, kwa aliyoyafanya, kwa kweli kila mtu ameona, si uongo. Hatuzungumzi pengine labda kwa ajili ya ushabiki au nini, hapana. Kwa muda mchache ambao alikuwepo Morocco, ameona alichokifanya ni kikubwa, kwa kiasi kwamba hata wachezaji wenyewe wamepata sapoti kubwa sana kutokana na alichokifanya yeye. Lakini sasa tunahitaji zaidi Mheshimiwa Makonda awape nafasi na wadau wa mpira kushirikiana nao, kwa sababu michezo ni kama vile wizara nyingine zote tu ambazo zipo kwenye serikali, lakini wizara ya michezo inahitaji ipate watu ambao wahusika hasa, ambao ni wadau ambao wa michezo. Kama mwanzo nilivyozungumza, tunahitaji tupate wachezaji wa zamani, lakini ukiacha wachezaji wa zamani, kuna viongozi wa zamani ambao walikuwepo na mpaka sasa hivi wapo kwenye federation na kwenye wizara. Kwa hiyo kuna wataalamu wa mpira wa miguu. Kwa hiyo tunahitaji ushirikiano wao wote kwa pamoja. Kwa hiyo tunamuomba Mheshimiwa Makonda awape nafasi wadau wa mpira wa Tanzania ili kuweza kutoa mawazo yao, kuweza kutoa utaalamu wao waliokuwa nao, ili hili jambo liweze kwenda kiurahisi zaidi. Kwa hiyo tunahitaji tupate ushirikiano mkubwa sana kwa wadau wa mpira. Wale ambao wana utaalamu basi washirikishwe kwenye fani ya utaalamu, kitu gani wanatakiwa kifanyike, na wale ambao ni wana fani ya ushabiki basi washirikishwe pia kwenye fani ya ushabiki, ili hili jambo liwe na nguvu zaidi. Lakini mimi mwenyewe nimefurahi zaidi kuona Mheshimiwa Rais amemchagua Mheshimiwa Makonda na kumpa nafasi haraka sana, kutokana na muda wenyewe ni mfupi. Kwa hiyo tunahitaji ushawishi mkubwa sana wa kiongozi kama Makonda, kwa ajili anajua kupambana, ni mpambanaji kwenye fani tofauti. Sidhani kama kuna mtu ambaye hamtambui Mheshimiwa Makonda. Kwa hiyo nadhani Mheshimiwa Rais ameliona hilo, na nina imani kubwa sana kwamba atalifanyia kazi ipasavyo, ili tuweze kusogea hatua moja hadi nyingine. Shukrani sana. Sharif Suleiman Khalidi, nakushukuru sana, asante sana kwa muda wako. Nikutakie siku njema, na naamini mchango wako utakuwa ni moja ya mchango muhimu sana katika kuelekea AFCON inayofuata. Hadi wakati mwingine tena, ni mimi G Family Kaguta nikikuletea matangazo haya kutoka Bongo Gabon Media.